Uh, Napenda kuzungumzia labda ziatu na baadaye tuliingia bungeni, tulipata nafasi, tukatambulishwa na tulivyotoka tulikutana na manaibu waziri. Tulikutana na manaibu waziri na tukafanya mazungumzo ya kwetu. Tukutana na naibu waziri wa TAMISEMI, tumezungumza naye, miundombinu tumesema naye, lakini pia leo kwa kipekee sana tumekutana na waziri Mheshimiwa Nyansao, waziri wa ulinzi. Lakini kwa maana hii ni kwamba tumefanikiwa sana na ziara ilikuwa ni nzuri, na tunampongeza sana Mheshimiwa Gati na jinsi anavyotumika kama mbunge. Sisi tunamwombea Mungu ambariki kwa sababu anatambua umuhimu wa madiwani, na pia tunampongeza mama yetu Dr. Samia Suluhu kwa kazi kubwa anayoifanya hasa kwa halmashauri yetu ya mji wa Tarime. Mama tunampongeza, ametujengea soko la kisasa, na bado tunaamini kwamba kuna hii miradi ya tactic ambayo tunafikiri sisi tuko kwenye awamu ya 3 ya 4 kitu kama hicho au ya 5 tuseme. Lakini pamoja na hayo tunamshukuru sana. Tunaamini kwamba ataendelea kututengenezea barabara ambazo tunasema tuna mahitaji makubwa kwa sasa ya barabara. Na pia tunamshukuru sana kwa mradi mkubwa wa maji, mradi ambao una gharama kubwa sana ambayo tunasema ni fedha ya serikali ambayo serikali imeamua kuwekeza ndani ya mji wetu ili wananchi wetu wapate maji safi na salama. Tunamshukuru sana Mama Samia pia. Lakini kipekee mkoa wa Mara tumefanikiwa. Tuna wabunge wetu wawili wa viti maalum. Mheshimiwa Agnes ameshiriki pamoja nasi, tunamshukuru pia. Mheshimiwa Waitara ni mbunge wetu ambaye anatoka Tarime vijijini, lakini zaidi na zaidi tunamshukuru Mheshimiwa Gati, ni diwani wetu wa halmashauri ya mji wa Tarime, kwa sababu watu hawaelewi kwamba Gati aliapia wapi. Ni mjumbe wetu wa kamati ya siasa wilaya ya Tarime. Kwa hiyo Gati ni mtu ambaye anatoka Tarime mjini na ndiko alikozaliwa na ni mkazi wetu, tunamtambua, na ndio maana alipata nafasi hii angalau kuita madiwani wake wakati tumetamani kuwa naye. Lakini tunamshukuru kwa yote sisi tunamshukuru Mheshimiwa Gati Chomete. Mheshimiwa diwani, kuna mbunge wako anaitwa Esther Matiko, yeye yuko wapi? Labda mimi nitasema kutokana na majukumu hakuwa na nafasi ya kuonana na madiwani. Tulimuona bungeni alikuwepo, lakini hakupata wasaa wa kukutana na sisi. Mpaka sasa hatujakutana naye, lakini tunaamini kwamba kipindi kinachokuja atatuita yeye, itakuwa zamu yake. Maanake ni mbunge wetu, sisi tunamtambua na tunamheshimu, lakini kwa sasa hatujakutana naye. Mpaka leo hatujamuona. Hii chenga anayofanya, nadhani kuna daraja hapo. Sijui kama ni chenga kiuhalisia, kwa sababu mimi najua na tunamtambua kama mbunge wetu, lakini sema labda amebanana sana. Mimi siwezi kusema chochote kwa sababu hakuwa na utayari wa kukutana labda na madiwani, labda nafasi imekosa. Unajua changamoto ni nyingi, maana hili ni jiji. Sasa siwezi kumsemea sana kwa sababu najua chenga zinaweza kuwa tu ni nyingi. Mimi nasema kwa sababu labda sijui sana, labda amebanana. Unajua kila mtu ana majukumu ambayo inategemea, anaweza kukutana na wewe au akawa na ratiba ya kukutana na watu wengine. Ina depend. Au jiji limembabaisha? Mwandishi, siwezi kujua amebanwa na nini kiufupi, ni kwamba lakini sisi hatujapata nafasi ya kukutana naye tukiwa Dodoma. Lakini tukiwa Tarime tunafanya naye kazi vizuri, lakini mimi naamini awamu inayokuja atatukaribisha. Kwani salamu ni mzigo? Mwandishi, sijui kama ni mzigo kwa sababu yuko busy. Mimi nitasema alikuwa busy kwa sababu labda alikuwa na mada nyingi za kupresent. Unajua yeye ni mbunge wa jimbo, anaweza kuwa na majukumu mazito zaidi ambayo ni muhimu kuliko kukutana na madiwani. Kwani majukumu yamepewa nani? Sempewa na wananchi, na nyinyi ndio wananchi mliopo kule. Ni kweli sisi ndio wananchi, lakini mimi niseme kwamba labda kwa sababu sisi tumeitwa na Gati, yeye hakupenda kukutana na sisi. Ama nitasema ile kwamba labda ni majukumu yake yamekuwa mengi, yamembana. Tumemchagua sisi wananchi wa Tarime, ni kweli, na sisi bado tunampenda. Unazungumzaje kichuri hiki mlichopata leo hapa? Kwa Mheshimiwa Waitara, huyu ni chifu wa Wakuria. Ukisema chifu kwa maana ya Kikuria, chifu ni mtu ambaye kwake wageni hawaishi na kuchinja hapa ndio mahala pake. Sisi ndio maana nasema sisi tuna wabunge wengi
na sisi kwenye mahusiano tuko vizuri. Hata mbunge akitokea Sumbawanga akatuita kwa sababu ya mahusiano, sisi madiwani wa Tarime mjini, yani hatusumbuli na kutokuja kumuona tunayemtaka kumuona. Ninashukuru sana. Asante sana mheshimiwa diwani.